Mambo vipi mtazamaji wa 7 Media, mimi naitwa Miss D. Kama tunavyojua siku ya Jumapili taarifa zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na aliyekuwa mwanafunzi wa IFM James Rogers Temba ambaye aliuliwa kikatili. Baada ya kuuliwa, mwili wake ukatupwa mtoni maeneo ya Tabata. Sasa leo bwana, jeshi la polisi limetoa tamko rasmi na kuwakamata baadhi ya watu ambao wanasemekana wamehusika na kifo hiko, na polisi wamesema wanaendelea na uchunguzi wa kina zaidi kuthibitisha ni wao ambao wamehusika na tukio hili, lakini wameanza na watu hao ambao leo Kamanda Mulilo amewataja. Nisome na nikuu taarifa ambayo Kamanda Mulilo alisoma leo. Ametamka na kusema jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam limesema linaendelea kupeleleza kwa uzito mkubwa tukio la mauaji ya mtu aliyetambulika kwa jina la James Rogers Temba, mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo cha IFM Dar es Salaam, ambaye mwili wake ulikutwa unaelea kwenye maji yaliyokuwa yanatiririka katika mto Msimbazi, eneo la Kipawa, Ilala, tarehe 30 mwezi wa 4 2026, huku ukiwa hauna kichwa. Polisi Dar es Salaam imewakamata watuhumiwa wanne ambao huyu ni wa kwanza, Steven Rogers Chaka mwenye miaka 31, afisa maabara mkazi wa Bangang'ombe Hai, Kilimanjaro. Namba 2, Anna Frank Lema Happiness Mchaga, miaka 30, mfanyakazi mkazi wa Tabata Chang'ombe. Na mtu wa tatu ni Twalibu Hamisi, miaka 23, mkazi wa Kigogo. Namba 4 ni Michael John Tambali, miaka 26, mkazi wa Kigogo Kati. Hawa ni watu ambao wamekamatwa tayari na jeshi la polisi kwa ajili ya kupeleleza kifo ambacho kimewasikitisha Watanzania wengi sana baada ya kusambaa kwenye mitandao ya kijamii kuonekana James ambaye ni mwanafunzi wa mwaka wa pili IFM kuuliwa kifo cha kikatili na kichwa chake mpaka leo hakijafahamika kiko wapi. Lakini pia baba yake alizungumza kwamba James ni mtu ambaye ameishi naye vizuri, amemlea vizuri, na ni mtu ambaye amekulia sana kwenye mazingira ya shule za boarding, tofauti na sasa hivi ambapo amesoma chuo. Akasema anahitaji kukaa nyumbani, lakini kwa kipindi ambacho amekaa naye nyumbani hakuona tabia yoyote ya mtoto wake ambayo huenda angeuliwa kifo ambacho kimeacha maswali ya Watanzania wengi sana kuona jinsi gani watu wamekuwa wanyama kumtoa mtu kichwa. Lakini pia watu wengi wamezungumza kuhusiana na hata kama imetokea watu wanagombana, lakini watu wanakuwa hawaelewani, haijafikia hatua ya watu kuuliwa kiasi kile ambacho watu wengi sasa hivi ukiuliza ni kitu gani kikubwa ambacho amekifanya mpaka wamemkatili maisha yake, kila mtu anakosa jibu kutokana na aina ya kifo ambacho ameuliwa, kwa sababu umepatikana tu mwili bila kichwa. Lakini wazazi wake walieleza walimtambua kutokana na alama ambayo waliiona. Mamake mzazi pia alizungumza moja na kati ya chombo cha habari, akasema alama ambayo aliiona ni alama ya mkononi. Baada ya kuna kipindi cha nyuma James akiwa hai aliwahi kupata ajali ya bajaji. Mama yake hiyo alama alikalili na ndio alama pekee ambayo ilimfanya akagundua ni mtoto wake. Lakini ukiachana na alama, amesema vidole vya mkononi na vya miguuni pia ni moja kati ya alama ambayo alivyoangalia mwili bila kichwa alisema ni mtoto wake. Lakini ratiba ya mazishi ni leo Jumatano, walisema wataaga kwa wakazi wa Dar es Salaam, lakini kesho wataelekea Moshi kwa ajili ya mazishi, kwa sababu baba yake pia alizungumza, alisema lazima wafanye DNA. Wamethibitisha ni mtoto wao, lakini kutokana na mtoto kutokuwa na kichwa inabidi DNA ifanyike kwa ajili ya kuthibitisha zaidi kwamba huyu ni mtoto. Mazishi yatafanyika kesho siku ya Moshi kwa kutokana na kauli ya mazishi yatafanyika kesho Moshi kutokana na baba alizungumza na kusema kwamba waliambiwa lazima wafanye DNA kutokana na mwili kupatikana kutokuwa na kichwa. Ingawa wao wamethibitisha kwamba ni mtoto wao, lakini kuna vipimo vya DNA inatakiwa vifanyike ili wathibitishe zaidi. Kutokana na kifo hiki bwana, maoni ya Watanzania mbalimbali wamekuwa wakikemea kitu ambacho kimetokea, kwa sababu
ni kijana mdogo, alikuwa na ndoto, lakini ni maumivu kwa mzazi ambaye amemlea kuanzia mtoto mpaka kufikia umri wa kusoma chuo, akiamini mtoto wake akikua anaweza akamsaidia. So watu wengi sana wamekuwa na maoni tofauti tofauti kwa serikali kwa hivi ambavyo vitu vinaendelea, kwa sababu inakuwa ni mtu unamkatisha uhai, lakini mtu hata akifanya kosa au asipofanya kosa astahili kuuliwa kifo ambacho kimetokea kwa James Rogers Temba. Mpaka sasa watu wamekuwa na hofu, mtu mwingine amekuwa na hofu akitembea, Watanzania wamekuwa na hofu kutokana na vifo ambavyo vinaendelea kwa wakati huu. Lakini polisi pia wamezungumza na kusema kwamba vipo baadhi ya vielelezo ambavyo vinachunguzwa kuhusiana na tukio hili. Licha ya watu hao wanne ambao wamekamatwa, ambao nimekutajia hapa, kuna huyu anaitwa Steve Rogers, ana miaka 31, ni afisa maabara kama ambavyo nimekuambia mwanzo. Lakini kuna huyu wa pili anaitwa Anna Frank Lema ambaye ni Mchaga, ana miaka 30, ni mfanyabiashara mkazi wa Tabata Chang'ombe. Huyu ni mtuhumiwa wa pili. Lakini kuna watatu, huyu Twalibu Hamisi, miaka 23, mkazi wa Kigogo. Lakini kuna huyu pia Michael John, mkazi wa Kigogo Kati, ana miaka 26. Hawa ni watu wanne ambao mpaka sasa wanashikiliwa na jeshi la polisi kuhusiana na kifo hichi ambacho Watanzania wengi sana kimewasikitisha, kwa sababu ni tukio ambalo limeacha maswali mengi. Kitu gani kikubwa ambacho wamefanya mpaka kufikia hiki ambacho wamemfanyia binadamu mwenzao, mpaka kumefikia stage ya mtu anazungumza alianza kuuliwa akakata kichwa au alimuua akiwa hai. Watu wengi wamekuwa wanazungumza maumivu gani kayapitia kijana James Rogers Temba, vitu gani amevifanya, alikuwa na wakati gani kipindi yanatolewa uhai yake. Maswali haya ni ya Watanzania baada ya kuona pia wamesikitishwa na hiki ambacho kimetokea, kwa sababu mwili wake pia ulikuwa umeonyeshwa mtoni ukiwa una kichwa kweli kama ambavyo tumeona. Ukiachana na hilo, lakini chuo cha IFM pia wametoa pole kwa wazazi, lakini ndugu na jamaa kwa ambao wameguswa pia. Watanzania wote wamepewa pole na chuo cha IFM, wakijali mwanafunzi wao kipindi upo hai, wamekaa naye vizuri. Lakini pia baadhi ya Watanzania, lakini na baadhi ya wanasiasa pia wamelikemea hili tendo ambalo limemkuta James Rogers Temba, lakini wametoa pole kwa familia. Ukiachana na hao, pia vyombo vya habari Tanzania vilishiriki vyema kwenye tukio hili, kwa sababu toka siku ya kwanza ambapo watu walikuwa wamepata habari wakaenda, moja kati ya chombo hiko ikiwa ni 7 Media, wakazungumza na mzazi. Baba alimuelezea mtoto wake jinsi ambavyo ameishi naye. Lakini pia Mheshimiwa Temba, huyu ni msanii wa muziki pia, amepewa pole kwa sababu ni mdogo wake na inasemekana ni mtoto wa baba yake mdogo, yani ni ndugu yake kabisa. Lakini pia amemuelezea ni mtu ambaye alikuwa hana ugomvi na mtu. Kiachana na hao watu, lakini majirani pia walimzungumzia jinsi ambavyo James wamemuona toka akiwa mtoto mpaka hapa ambapo amefikia, na baadhi walisema hawakuona kama ana ugomvi na mtu, kwa ambavyo alikuwa anaishi. Ni mtu ambaye anatoka chuo anarudi nyumbani, anatoka nyumbani anaenda chuo, kama ambavyo baba yake alielezea. Kwa hiyo hayo ndiyo yanayoendelea sasa hivi kuhusiana na kifo cha James Rogers Temba. Watuhumiwa wanne wamekamatwa na polisi wametoa wito kwa wananchi kwamba wawe watulivu, ili kila aliyehusika kulingana na ushahidi aweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Kwa hiyo Watanzania bwana, tunawaomba muwe watulivu. Tunajua kila mtu limemgusa hili, lakini kuna baadhi pia wanatamani kujua watu waliokamatwa kitu gani walikifanya mpaka wakaamua kumtoa uhai mtoto wa watu. Sasa polisi wametupa angalizo kwamba tuwe watulivu, kwa sababu tayari watu wanne wamepatikana na hao wataanza kutoa ushirikiano kwa kile ambacho kimemtokea James Rogers Temba. Mpaka kufika hapo sina la ziada. Mimi naitwa Miss D, nitoe pole, lakini pia nitoe pole kwa Watanzania wote ambao wameguswa na kifo hichi. Sisi tunawaachia polisi, tunajua tutapata majibu ya maswali ambayo tulikuwa tunajiuliza siku zote. Kwa nini auliwe kifo cha kikatili? Nini hasa
Watu wengine wanasema mkasa wa mapenzi, kuna wengine wanasema huenda ni vibaka, kuna wengine wanasema huenda ni mambo ya siasa. Amna anayejua zaidi ya polisi. Tuwasubiri tuone nini watakuja kutuambia. Kwa kuwa watu washapatikana 4, tunajua polisi ni kazi yao ambayo wanaifanya, na huwa wanaifanya kwa mkakati maalum. Kwa hiyo tunasubiri tuone nini kitaendelea. Mpaka kufika hapo sina la ziada. Until next time.